Oya, unachelewa, kata kichwa bwana huyu. Yaani unakamata mtoto mdogo unaua, unakula nyama, unajisifu. Sasa nakuua leo. Na utachagua upe kifo gani? Yaani leo Israeli mtu wa roho niko mlangoni mwako leo. Lazima niondoe uhai wako. Utake, usitake. Na nikitoka hapo tena napata mchezo mzima nifuko temwishe. Utakufa kwa shoka au kwa kisu au nikunyonge na kamba. Nafahamia jamani. Kufa. Chawe. Sasa tunachopoteza. Kama ambavyo wapeleka kuzimu. Mke wa rafiki yangu pamoja na mtoto wake. Na wewe ni damu yako lazima uende kuzimu. Ndio. Yako uliotuagiza tumemaliza. Ile mtoto wako mbaya ulisema tumuue, tushaua. Hivi nyinyi mnanifanya mimi kichwa cha mwendazimu sio? Sasa nawaaminije? Nilisema mimi nahitaji kichwa chake, lakini leo hii mmekuja mnaniambia tu kwamba tayari naamini vipi? Ni vipi? Ojo. Bosi, mazingira tuliyomkuta alikuwa hatarishi. Sio rafiki ukata kichwa tu. Kazi za hela bro. Sasa mimi naamini vipi? Nimewaambia mniletee kichwa. Haya mnakuja maneno matupu. Haya mimi naamini vipi sasa? Bosi, hawa hapaswi kulipwa bila kuwa na kichwa. Wewe kazi yako uliyotutuma kwamba tuue mtu tumeua. Kazi imeisha. Sasa sikilizeni. Kama bila pasipo kuniletea kichwa, taamini vipi kama mmeua ni yeye? Na kama sio yeye? Sasa sikiliza. Nahitaji kichwa ni watu yazeni. Basi bila kichwa sitoweza kutoa hela. Shida ni kichwa, ni kichwa tu. Bosi anataka kupindisha. Leta kichwa upewe hela yako uondoke. Biashara iishe. Leteni kichwa mpate pesa zenu. Haina shida. Tena bora umejileta mwenyewe. Wewe mzee, kwanza nina hasira na wewe hatari. Na nilikuwa nakutafuta sana, uzuri umejileta mwenyewe. Yaani leo nakata kichwa chako leo. Sawa. Simepanga kuniua. Nimekuja sasa. Niueni sasa. Na mkishindwa na wazika hapa nyinyi. Utamtaka nani wewe? Wewe mzee usitutishe. Yaani sio wenyewe huu ni vile vile. Unaona hili shoka nataka ninamwaga ubongo wako hapa hadharani. Nione acheni kate masikio yake huyu. Sasa nikwambia leo nakumwaga ubongo mbele ya hadhara hii. Oya, unachelewa, kata kichwa bwana huyu. Nisikizeni kwa makini. Huyu kwa sasa hivi hamwezi. Haya, kimbieni haraka. Ondokeni. Kimbia. Ana nguvu kubwa sana huyu. Kimbieni.
So mimi ni huyo hapa huyo. Usije, usitoke. Mimi huwa sikimbiwi. Na leo nitawaonyesha nyie. Mimi mzee. Ni huyo hapa huyo. Mimi ni huyo. Naomba nisikizeni kwa makini. Msiogope vijana, mimi niko hapa kuwasaidia. Sasa wewe mwenye shoka, naomba unyonyoe shoka juu na dawa nitakuwekea. Baada ya hapo naomba unyoshe kwa huyo mzee. Haya, fanya hivyo haraka. Usiogope. Kwa kweli nyie ni watoto wadogo kabisa. Hii ni michezo kabisa. Kuisha habari yake. Naye shamba mmoja. Sasa huo mzigo nitakuwa mkauzike mbali sana. Wapatie pesa yao. Habari zenu. Sawa. Kwa majina naitwa Isa Saidi Omari, ni afande kutoka cha kazi. Sawa. Hii sheria bila shuruti. Naomba tuelekee kituoni kwa ajili ya mambo yanazungumzika hapa. Hamna cha kuzungumzika, tuende kuangalia kituoni. Naomba tuondoke.
Sasa leo nakuchomea ndani. Usijifanya mjanja nikuone kama unaweza kutoka sasa. Leo nakumaliza. Sasa ngoja nione kama utatoka. Halo John. Sasa nisikilize vizuri. Nadhani unatambua kwamba wale maadui zetu tumeshawaua. Na wa mwisho tumemchoma jana, nimemchoma kwenye nyumba yake. Hakuna mchawi hata mmoja ambaye amebaki. Adui yetu mkuu aliyebaki ni yule askari, yule mshenzi ambaye ametufanyia ushenzi wa kutisha. Sasa naomba nisikilize, tunatakiwa kwenda kuvamia bila kupoteza wakati na tukammalize. Kisasi chetu kiwe kimeishia hapo hapo. Na nasikia ametoroka katika kijiji kimoja kinaitwa Kazana Upate. Ndio alikopelekwa, alikohamishiwa baada ya lile tukio lako lile. Sasa tunachotakiwa kufanya, John, naomba ufanye maandalizi ya kutosha kwa sababu ule unajua ni askari na mbinu za kujihami na kupambana. Kwa hiyo unatakiwa uwe fiti na mwenyewe niko fiti kama kawaida. Kwa tunavamia haraka, tunakata kichwa, tunaondoka zetu. Tukichemsha tumeishia jela. Naomba ufanye hivyo basi. Chukua zana zote zinazotakiwa na mwenyewe na zana zangu za kutosha. Twende tukafanya, yani hamna kuchelewa, dakika 5 tushamaliza kazi. Wewe unajua kama tulivyowafanyia wachawi kwa kuwafanyia ambush, na huyo tunatakiwa tumfanyie hivyo hivyo. Tukizingua tumeisha. Fanya haraka basi, kitendo cha chap tu. Boda nishaongea naye, tunachukua boda tunaenda moja kwa moja. Poa. Umakini unahitajika. Haina noma, nakupitia. Fresh. Ukiona? Nakupenda sana. Nakupenda pia, pole na kazi. Nishapoa. Vipi unaendelea vipi? Jambo, wewe utoka. Tulikuwa ukio ulionao hapa, ni umebaki peke yako hapa, vipi? Unajisikiaje? Jambo, niko vizuri. Uko vizuri kabisa? Kali. Mke wangu, nikiangalia nyumba yote hapa nimekuacha peke yako. Nakupenda sana. Maana katika kazi zangu zote, mahangaiko yangu yote, mawazo yote yako kwako kwa ajili yako. Asante. Nakupenda pia. Na mimi nafurahi siku leo unipenda. Wow. Sasa mume wangu, leo nimekupikia chakula kizuri sana. Kwa hiyo, ngoja nikakuandalia maji ya kuoga, uende ukaoge, kisha uje ule. Hapo hapo ni kuoga mke wangu. Naoga peke yangu? Haina shida, tunaweza tukaoga wote. Nafuata na kusikia. Moyo ni giza limetanda, tanda, nahisi nimefungwa kamba. Kamba, ni wewe tunakupendaga. Sana, ndege mtini nimekwama. Hizi hisia na
Huyu mshenzi leo anatakiwa afe kifo cha kinyama sana. Wewe hujaumia kama nilivyoumia mimi. Hakuna mtu ambaye ameumia moyo kama mimi. Sasa nataka nimuonyeshe kwamba mwanamke wa mtu ni sumu, hatakiwi kusogelewa wala kuguswa. Na hiyo fundisho kwa watu wengine ambao wana tabia kama za huyu. Na hakikisha namchoma moto na nahakikisha mpaka majibu yake niaone hapa. Sasa leo ndo zama zake za mwisho. Na tutaona kama pesa zake zinaweza zikamponya katika hiki kifo. Naona anapoteza mjakufa kifo cha kinyama. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Hapa sasa hata nikinywa maji yanaweza kupita. Na hiki ni fundisho kwa wale wote wanaopenda kucheza na watu za watu. Hii ni moja. Habari yako? Nzuri. Mbona wasiwasi? Kwani wewe ni nani?